Mambo 6 ambayo Mungu hawezi akayasahau kwa ajili yako. Mambo 6 ambayo Mungu hawezi kuyasahau. Jambo la kwanza, Mungu hawezi kusahau ahadi zake kwako. Mungu hawezi kusahau ahadi zake kwako. Kwa hiyo tunapoongelea kwa habari ya roho ya kusahaulika, tunamtoa Mungu. Mungu hahusiki kwenye kusahaulika. Amen. Lakini neno la Mungu linasema Mungu akamkumbuka Sara, Mungu akamkumbuka Ana, Mungu akamkumbuka Elizabeth, Mungu akakumbuka taifa la Israeli. Neno kukumbuka kwa Mungu halikutumika kana kwamba Mungu anamsahau mtu, hapana. Neno kutumika, kusaulika kwa Mungu lilitumika kama lugha ya mwanadamu kumweleza ujumbe mwanadamu mwenzake. Kwa sababu akili ya mwanadamu ina sehemu kuu 3, na akili inaodili na kumbukumbu huwa ni upande wa mbele, inaodili na kumbukumbu kubwa ni upande wa nyuma. Lakini Mungu ana huo taratibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mungu ana huo taratibu wa kumsahau mtu. Lakini kumsahau mtu imekuwa ni lugha ambayo wanadamu tumekuwa tukizitumia mara kwa mara. Kwa kwamba Mungu amenisahau, Mungu amenisahau, ni lugha tu ya kumsaidia mwanadamu kuelewa, lakini Mungu hanisahau. Soma kitabu cha Isaya sura 49 na ule mstari wa 16. Biblia inasema Mungu akamwambia nabii Isaya ya kwamba tazama, nimewaandika kwenye kiganja cha mikono yangu. Kama vile mama ambavyo hawezi kumsahau mtoto wake, ndivyo ambavyo mimi siwezi kuwasahau ninyi, wala siwezi kukusahau. Akasema siwezi kusahau idadi ya nywele ulizonazo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu hayupo kwenye kundi lolote la kumsahau mwanadamu. Hayupo. Na Mungu hawezi kumsahau mwanadamu. Kama mwanamke ambaye hawezi kumsahau mtoto wake. Siku moja kuna shule moja kule Argentina. Ile shule ni ya chekechea. Sasa wazazi wamezoea kuwa bize, hawana muda na watoto wao. Shule ile kafungwa, wazazi wanatakiwa kwenda kuchukua ripoti zao. Walichofanya, wakawalaza watoto wote chini, wakafunika mablanketi watoto wote, wakaacha miguu nje. Kwa hiyo miguu kuanzia kwenye enka ikaachwa nje, sio kwenye mapaja. Ukiachwa kwenye mapaja utamjua mtoto wako. Amen. Kwenye enka, hapa kwenye enka, nyayo zote zikaachwa nje. Kwa hiyo kija kuchukua ripoti, unamchagua nyayo, mtoto wako ni upi, unamchukua unaenda naye kuchukua ripoti. Halo? Bwana Yesu asifiwe. Mzazi mmoja akapita, akaangalia nyayo, akakumbuka mtoto wangu vidole vyake, kidole gumba kirefu kuliko vidole vyote, alafu kipana. Akaenda moja kwa moja, akamchukua. Akaja baba, huyo mwanamke, baba anazunguka, anaenda mwanzo, anarudi nyuma, anaenda yule baba ikabidi avue viatu, angalie miguu yake. Alivyoiona akaenda kwa mtafuta mtoto, akampata. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tukichukua baba tukachukua ripoti za watoto wetu, kwa kweli kuna baba atarudi bila ripoti. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake nini? Mwanadamu hawezi kumsahau mtoto wake. Kama mwanadamu hawezi kumsahau mtoto wake, vivyo hivyo Mungu hawezi kukusahau katika jambo lolote lile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno kukumbukwa na Mungu limetumika kana kwamba kumwambia mwanadamu ya kwamba wewe una tabia za kusauliwa, Mungu naye ana tabia za kusauliwa. Lakini Mungu hakuna mahali popote anaweza kumsahau mwanadamu. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Kusauliana kupo kati ya mwanadamu na mwanadamu, lakini sio Mungu na mwanadamu. Ukimkosea Mungu, Mungu anakuacha ila akusahau. Anasema nirudieni mimi nami nitawarudia. Hajasema nitawasahau. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu hajakusahau katika jina la Yesu Kristo. Mambo 6 ambayo Mungu hawezi kusahau katika maombi yako. Yakumbuke jambo la kwanza, Mungu hawezi kusahau ahadi zake kwako. Nyakati wa pili, Mambo ya Nyakati wa pili sura 6 na mstari wa 12. Kubwa. Akakaa hapo akaanza kumwomba Mungu. Akamwambia Mungu, ninajua katika ahadi zote ulizowahi kumwahidi baba yangu hakuna ahadi hata moja haikutimia.
kama ambavyo hujawahi kuitimia, ambavyo hujawahi kuiacha kuitimiza. Ulimwambia baba yangu ya kwamba katika nyumba yako hakutakosekana na mtu atakayekaa kwenye kiti cha enzi. Bwana, niko hapa. Ile ahadi uliyoitimiza inaenda kutimia. Anaongea kwenye Joshua. Joshua anaambia Wanaisraeli hakuna ahadi yoyote ambayo Mungu hakuwahi kuitimiza katika yote aliyonena. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mungu hutimiza ahadi zake. Anatimiza kwa wakati. Shida iko kwetu sisi wanadamu. Mungu akisema, amesema wapi? Amesema kwenye Biblia. Aliposema, alipotumia vinywa vya manabii, wakasema hakuna ahadi ambayo haikutimia. Anaambia Wanaisraeli taifa leo litakuwa kubwa. Mwaka 1945 taifa la Israeli kaumbwa. Sasa hivi ni taifa lenye nguvu duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hakuna ahadi ambayo Mungu hataki kutimiza tunako. Amen. Mungu hawezi kukusahau mahali popote. Amen. Atatimiza ahadi zake kwako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ahadi ya pili ambayo Mungu ameapa hataacha kutimiza. Jambo la pili ambalo Mungu hawezi kusahau ni agano lake kwako. Agano lake kwako Mungu hawezi kusahau. Kitabu cha Zaburi sura 105 mstari wa 6. Zaburi 105 na mstari wa 6. Zaburi 105 mstari wa 6. Enyi wazao wa Ibrahimu mtumishi wake, enyi wana. Ilikuwa ni neno. Akanena na Ibrahimu kwa habari ya agano. Alipokuja kwa Isaka ikawa kiapo. Ilipokuja kwa Yakobo ikawa sheria. Bwana Yesu asifiwe. Anasema yeye ulikumbuka. Hawezi kusahau agano lake. Amina. Popote aliponena Mungu hutenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukitaka kushindana na Mungu, shindana naye kwa hoja. Anasema njooni tusemezane, asema Bwana. Lete hoja. Hoja ni nini? Dai kile kitu ambacho ni tayari na kimeandikwa kwa ajili yako. Una haki ya kutenda. Amen. Oh Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Anasema kwa alinena na Ibrahim. Kwa Yakobo, kwa Isaka kako, kwa Yakobo ikawa amri. Unapomwambia Mungu nataka uniponye. Nataka na ninahitaji, ni amri. Kwa sababu Yesu tayari alitoa uhai wake ili sisi tupone. Amina. Kwa nini tumeendeleza uponyaji? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ni haki yako kupona. Ni haki yako. Ni haki yako kubarikiwa. Mungu hawezi kusahau agano alilonena na wewe. Unaposhiriki meza ya Bwana, ile ni agano. Alipomwaga damu akasema mataifa wataniamini. Mataifa watakaponiamini mimi nitafanywa agano kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ndio maana hata Muislamu akiingia kanisani hivi, unje kujiuliza kwa nini watu wanaponywa bila ya sala toba? Unje kujiuliza, unje kujiuliza. Yule mtu akiingia kanisani akisema ninaamini ya kwamba unaniponya, maana yake ni ameiamini ile damu ya Yesu, amejiingiza kwenye agano mwenyewe kwa kutamka ule uponyaji unaenda unamponya. Amen. Au angalia dini hizo nayo. Amen. Shida ni kuishi maisha ya Kristo. Usipojifunza ya kwamba baada ya kuponywa inabidi nimshike Yesu, nikae na Yesu, ndipo unapoona matatizo mengine yanatokea. Maana kuna tofauti ya watu waliopoka na kuna watu walioponywa bila kuokoka. Kuna tofauti kubwa sana. Mtu aliyokoka anaishi katika maisha ya wokovu na kutekeleza yale yanayopaswa kuokoka. Yule aliyeponywa hajaokoka ataponywa, lakini hana maisha ya wokovu. Kwa hiyo haimzui shetani kumshambulia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Jambo la tatu ambalo Mungu hawezi kusahau, Mungu hawezi kusahau sadaka zako. Mungu hawezi kusahau sadaka zako.
Matendo ya Mitume sura 10 mstari wa kwanza na Zaburi 20 na mstari wa 3. Matendo ya Mitume. Yesu asifiwe. Amen. Sala zako na sadaka zako. Inawezekana Cornelius alikuwa na mashaka na kazi ya Mungu anayofanya. Amina. Ana mashaka na sadaka anazomtolea Mungu. Ana mashaka na sala zake. Malaika akamtokea. Biblia inasema Cornelius akaogopa, akashtuka. Akamwambia kuna nini? Akamwambia sala zako na sadaka zako zimepokelewa mbinguni na zinafanya ukumbusho mbele za Mungu. Ngoja nikwambie. Sadaka, Cornelius alitoa wapi sadaka? Alizitoa duniani. Amina. Nani aliyezipokea? Mwanadamu alizipokea kama mimi. Mahali gani? Madhabahuni kama hapa. Amen. Lakini kwenye ulimwengu wa roho zikapaa zikaenda mbinguni. Biblia inasema ziko mbele ya Mungu, ni kumbukumbu anapoziona. Kwa hiyo Mungu akiziona zile sadaka anamuona Cornelius. Maana yake nini? Jinsi pekee ya wewe kufika mbinguni kimwili, kiroho pamoja na mali zako ni kupitia sadaka. Amen. Amina. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sadaka yoyote unayotoa ina Mungu mbinguni. Imemzunguka Mungu. Nikaongea kwa habari ya malaika anayepokea sadaka. Malaika anayepokea sadaka, uso wake wa mbele ni uso wa kondoo, uso wa nyuma ni uso wa ng'ombe, hapa ni uso wa mbuzi. Ana macho yanazunguka nyuma, mbele, kushoto, kulia. Hawana miguu, wanaenda mbele na nyuma. Mungu mnamotisha. Kwa nini ana sura ya ng'ombe? Kwa sababu ya sadaka. Kwa nini ana sura ya kondoo? Kwa sababu ya sadaka. Kwa nini ana sura ya mbuzi? Kwa sababu ana sadaka. Kwa nini ana sura ya njiwa? Kwa sababu ya sadaka. Wamemzunguka Mungu. Napoongelea maserafi, makerubi, kerubi ni malaika wakuu. Serafi wana sura za sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Sadaka zako Mungu hawezi kuzisahau katika jina la Yesu. Hawezi kuzisahau. Haijalishi unapitia mambo gani, sadaka zote zako Mungu hawezi kuzisahau. Zaburi 23 anasema Mungu huzitakabali dhabihu zako. Amen. Amen. Hallelujah. Jambo la 4 ambalo Mungu hawezi kuzisahau, Mungu hawezi kusahau maombi yako. Sala zako, maombi yako Mungu hawezi kusahau. Luka sura ya 1, kitabu cha Luka sura ya 1 na mstari wa 12.